Uoga na wasiwasi vimetanda nchini Tanzania. Hii ni baada ya Gen Z ama kizazi kipya kutoa mpango wa kuchoma Ikulu katika maandamano ya Disemba 9. Hujambo na karibu. Usiku wa kisiasa nchini Tanzania umegeuka mzito na wenye kifua kilichobana baada ya taarifa za mpango wa kundi la vijana wa kizazi cha Gen Z kubainika kupitia mtandao binafsi, ukidaiwa kulenga kuiunguza Ikulu ya Dar es Salaam kama ishara ya kusambaratisha mamlaka, kuikatisha tamaa serikali na kufungua mlango wa mkondo mpya wa mapambano ya kisiasa. Wazo la moto kuchoma alama ya utawala limetajwa kuwa ishara ya uchokozi wa kizazi kipya kinachochoshwa na miundo ya mamlaka, na kwa wiki kadhaa hatua hiyo imekuwa mzizi wa taharuki mpya katika mabaraza ya usalama. Hofu hiyo imeongezeka wakati huo serikali ikifichua kuwepo kwa fedha za kigeni zinazotajwa kufikia dola milioni 2 ambazo zinadaiwa kutumika kuandaa chokochoko, kupandiza mifarakano na kuendesha propaganda zinazolenga kupasua taifa kutoka ndani. Kauli ya serikali imeelezea fedha hizo kama silaha ya kimfumo inayochochea hasira za umma, ikiweka kichocheo ama vichocheo kwa vijana kuchukua hatua zisizotabirika ili kuvuruga uchumi, usalama na taswira ya taifa. Katika Ikulu, taarifa hizo hazijapokelewa kama uvumi wa mitandao bali kama tukio lililo na matokeo halisi, kwa sababu historia imeonyesha namna maandalizi yasiyoonekana ya vurugu yanaweza kuwaka kwa kasi kubwa kuliko mjadala wa siasa wenye kazi ama wa siasa wenyewe. Na katika mazingira hayo, mpango wa Gen Z haukuonekana kama kejeli ya mitandaoni bali kama ishara msukumo mpya wa kisiasa ambao unakosekana katika kambi ya vijana waliokata tamaa. Hatua hii imeitupa Tanzania katika mkwamo wa kiusalama, sio tu kwa matendo yanayoweza kuibuka bali kwa misukumo inayotengeneza wazo la mapinduzi ya kizazi, kutoka kwenye ghasia za barabara hadi mashambulizi ya alama za dola. Na katika mazingira yaliyotulia kwa sura lakini yenye mchemko wa ndani, Tanzania inakabiliwa na taswira mapambano mapya yanayotokana na nguvu za fedha kutoka nje na malengo ya kimkakati na matumizi ya vuguvugu la vijana kama injini ya uchochezi. Serikali imetaja kuwa kiasi cha dola milioni 2 kimekuwa kikisambazwa na mitandao isiyo rasmi ili kufadhili harakati zenye mantiki ya kuibua vurugu, kudhoofisha uchumi na kurudisha nyuma hatua zilizochukuliwa katika miradi ya nishati na rasilimali. Kifungu hiki cha uchumi kimefungwa na hoja nzito kwamba lengo halisi halihusiani na demokrasia au uhuru wa kisiasa, ambali kunyakua nyenzo muhimu kama uranium na gesi asilia, rasilimali ambazo zimeweka Tanzania katika mpangilio mpya wa madola. Na katika karne hii, ardhi na makaa ya mawe havitoshi. Nguvu iko katika madini yanayoendesha teknolojia za silaha, AI, satellite na uzalishaji wa nishati safi, na hapo ndipo Tanzania imekuwa mlengwa. Na katika mfumo huo, vijana waliochoka na mfumo huo wanakuwa kundi linalotumiwa bila kujua, wakigeuzwa mashine ya mgongano, wakitumia kama vichochezi vya kuchoma kwenye ardhi ambayo hawamiliki, kwa matamanio ambayo hayakuzaliwa ndani yao. Lakini mpango wa Gen Z kuteketeza Ikulu umeingiza taswira mpya, matumizi ya alama ya kitaifa kama kiwanja cha mapambano ya kizazi, na kuifanya serikali kuona tishio hilo si la kawaida bali la kimfumo. Wakati kelele za mitandaoni zinavuma na vikundi vya WhatsApp vikieneza mbinu za utendaji, serikali inaendesha uchambuzi wa kina wa mienendo ya vijana, mawasiliano na ratiba zinazotajwa kwenye mitandao ya mtagasuno ama mtagusano kama ramani ya mapambano mapya. Na katika kipindi hicho, Ikulu imekuwa sehemu yenye tahadhari ya hali ya juu, ikibadili mtiririko wa ulinzi, ikitesa mfumo wa usalama ambao kwa miaka mingi huliamini kwamba tishio linaanzia nje ya mipaka. Na kwa mara ya kwanza katika historia ya hivi karibuni, Tanzania inakabiliwa na wazo la kizazi ambacho hakitishi kwa maneno bali kwa imani kwamba kuichoma taasisi ya dola ni ishara ya ushindi. Na katika mazingira hayo, mazungumzo ya vurugu hayana tena mipaka ya barabara, yanazungumzia mashambulizi ya ishara,
mlima na mamlaka, na kuwasilisha picha yenye maneno ya moto ambao unaweza kuanza kwa sekunde 10 na kuhitimishwa na miaka mingi ya mgogoro. Serikali imeunganisha hali hiyo na hoja ya fedha zinazotajwa kuingizwa, ikieleza kwamba mbinu hiyo inafanana na mifumo inayotumika Afrika ya Kati, Magharibi na Kusini, ambako makundi ya kimataifa yalifadhili machafuko, yakachukua rasilimali na kuacha wananchi wakijenga upya historia iliyoharibiwa. Na katika mazingira hayo, Ikulu inahisi tu upinzani wa kawaida, inahisi mkakati unaoshambulia uti wa mgongo wa dola. Katika mijadala ambayo imetawala mitandao, mgawanyiko unaojitokeza wazi katika kundi linaloamini kuwa kikundi kinachoendesha ghasia kimepoteza dira na kundi linaloamini kuwa harakati hizi ni ishara ya ukombozi wa Afrika mpya. Baadhi ya sauti zinaonya kuwa vijana wanatumiwa na miundombinu yenye lengo la kunyakua rasilimali na kwamba vurugu huwa haina mshindi isipokuwa wale waliowekeza fedha za ghasia. Kwa upande mwingine, kuna kundi linalodai kuwa vijana wa leo wana uelewa mpana wa historia na kwamba wanajua tabia za mifumo ya utawala na hivyo hawatakuwa kirahisi kutumiwa bila kujua madhara ya matendo yao. Katika mwanzo huo wa zama mpya, vijana wanaonekana kujenga fikra kwamba taifa linaweza kusimamiwa kwa mkono wao na kwamba kushindwa kwa miundo ya zamani ni tikiti ya kujenga mifumo mipya. Lakini mpango wa kuchoma Ikulu unauzisha kitu ambacho hakijawahi kufanywa, kutumia moto kama ishara ya mapinduzi na kutuma ujumbe wa mwisho kwa taifa kwamba vizazi vipya havikubali tena mazungumzo ya taratibu. Serikali imeweka bayana kwamba mpango huu wa vurugu unalenga kuingiza taifa katika hali ya taharuki ya muda mrefu, kuondoa uwekezaji na kuunda mazingira ya kuvuruga miradi mikubwa ya gesi asilia ya uranium. Na katika ulimwengu wa leo, uchumi si tu namba kwenye karatasi, ni mtandao wa mahusiano, uwekezaji, usalama wa mipaka, mikataba ya kimataifa na uwezo wa taifa kugharamia afya, elimu na usalama. Na ikiwa taifa linaingia kwenye vurugu, uwekezaji unaondoka kwa wiki moja, lakini matokeo yake hudumu kwa miaka kadhaa. Ndio sababu viongozi wameunganisha hoja ya vurugu na uvamizi wa kimfumo. Na katika historia, mapinduzi mengi ya Afrika yalianza kwa kejeli, maneno na motisha ya kizazi, kisha akageuka kuwa vyanzo vya ufisadi, njaa na udikteta. Serikali imeweka msisitizo kwamba mbinu zinazotumiwa sasa zinafanana zile zilizovuruga mataifa kadhaa, ambapo raia walitumiwa kama ngao, wakauawa, rasilimali zikachukuliwa na mwanzilishi wa harakati akabaki kuwa shuhuda mkao wa masikitiko. Kwa sasa Ikulu si tu jengo la kivita, bali alama ya taifa inayopingwa na kizazi kipya. Ulinzi umeongezwa, mikutano imebadilisha na mawasiliano yamekuwa ya tahadhari ya hali ya juu. Serikali inaamini kuwa usalama wa taifa hauwezi kuwekwa rehani kwa hasira za kizazi kipya, hata kama kizazi hicho kina maumivu halisi. Lakini nyuma ya pazia, swali ambalo halisemwi ni hili: je, hiki ni kizazi kinachotafuta mabadiliko au kizazi kinachotumiwa kuharibu taifa? Tanzania imekabiliwa na mgogoro ambao hauhusiani na uchaguzi au barabara. Ni mgogoro wa misingi, vizazi na rasilimali. Kati ya tahadhari ya Ikulu, hamasa ya Gen Z, pesa za kigeni na nadharia ya mapinduzi, kuna taifa linalotafuta majibu katika kipindi cha hekaheka ya kimataifa. Mikondo ya siasa, uchumi, usalama imejikusanya katika hatua hii moja ya mustakabali wa Tanzania utajengwa na uwezo wake wa kuhifadhi utulivu bila kupoteza vizazi vyake. Na mpango huu wa kuchoma Ikulu umezua hofu, lakini pia umefungua ukurasa mpya wa historia, ukurasa unaotaka majibu, busara na ujasiri wa taifa. Na haya huenda yatatokea katika mpango ambao ulikuwa umeratibiwa kufanyika Disemba 9 kutokana na wanaharakati ambao wamekuwa kiendesha shughuli hiyo na kampeni hiyo kwenye mitandao ya kijamii. Ni hayo tuliokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea habari za kina, uchambuzi wa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu ili tuweze kuwafikia wote ambao hawajajua kwamba tuna taarifa hizi ama tushaziweka hewani. Vile vile kumbuka kugonga alama ya kengele ili uwe wa kwanza
kupokea taarifa hizi pindi tu tunapozileta hewani.